Lainda Nkuranga, mwanamama aliyeteuliwa na Rais Kagame kuwa mkurugenzi wa masuala ya intelijensia ya kimataifa au ya nje ya Rwanda kwa ujumla. Huyu akifanya vizuri katika idara hiyo na ndiye aliyechangia kwa kiwango kikubwa kufanikisha shughuli hii ya Operation Ikumu, the Operation Ikumu. Lainda Nkuranga anatajwa kuwa mmoja kati ya maofisa wa juu wa Rwanda wa kike, ni mmoja kati ya maofisa wa kike wa Rwanda waliowahi kushika nafasi za juu zaidi, wachache waliohudumu kwa mafanikio makubwa na kufanikisha shughuli hii. Nilikuahidi kwamba katika sehemu hii ya pili nitakuja kukuambia swala moja tu, kwamba kwa nini Askofu Constantine na huyu bwana Paul Rusesabagina walifanya kikao ndani ya nyumba ya Askofu Constantine katika Ubelgiji baada ya kukutanishwa kwenye ile hafla ya chakula cha usiku. Nini mipango ya hao watu wawili, na nyuma hiyo mipango ni nani aliyefanikisha mipango hiyo kwa undani kabisa? Unakuja gundua kwamba nyuma ya mipango hiyo ilikuwepo idara ya ujasusi ya Rwanda, yani NIS, lakini ndani yake alikuwepo mwanamama kapteni kabisa, mkurugenzi wa ujasusi wa kimataifa au wa mambo ya nje, Lainda Nkuranga. Yeye alikuwa kimiliki master degree katika mambo au katika idara au katika faculty tunaweza tukasema za mambo ya conflict and peace, na huyu mtu pia alimaliza mafunzo ya juu katika chuo cha polisi pale Rwanda ambacho cha mambo ya command, senior command na vitu vingine. Ni mtu mwenye kukumbukwa kwa mchango wake katika upande wa jinsia ya kike waliokuwepo katika masuala ya idara ya usalama. Amekuwa kiongozi katika nyanja mbalimbali za wanawake wanaohudumu kama maafisa usalama ndani ya Rwanda. Kagame alimwamini na akampa nafasi ya kuwa mkurugenzi. Yeye ndiye aliyekuja kufanikisha operation hii na aliyekuja kuipresent au kuiwasilisha mbele ya idara ya wakurugenzi wakubwa kwa masuala ya kiusalama. Taarifa zinasema hivyo. Tutoke hapo. Mimi naitwa Dupa Mdupange. Karibu sehemu hii tuongee Operation Ikumu. Tuikimbize mpaka tuimalize hapo, afu tutaendelea na vitu vingine. Tano za nguvu kwa Isa Manoti nyuma kamera, lakini pia bila kumsahau Festo Lumwe wakifanya vizuri kabisa kwa uhakika murwa kabisa. Karibu sana. Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe, za kiofisi na zile za mitoko mbalimbali, yani casual. Iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Dior na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather unapata kwa jumla na reja. Asikwambie mtu bwana, bei yenyewe sasa ni kama bure. Alo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia Insta account yetu Chotara_corporate_store au piga simu namba 0768263020. Sasa nimekuambia kwamba walipokutana katika nyumba hiyo ya Askofu Constantine, kati ya huyu Paul Rusesabagina mwanaharakati na Askofu Constantine, walipokutana watu hao walikuwa wakijadili nini? Hilo ndio lilikuwa swali kubwa, kwa sababu Askofu Constantine yeye alikuwa mtumishi wa Mungu mwenye heshima kubwa, lakini pia Rusesabagina alikuwa mwanaharakati wa haki za binadamu, kwa ufupi unaweza kaita hivyo. Watu sasa akatani kutoka huko na kuwa mwanasiasa. Kwa hiyo sasa nikulete kwenye kikao hichi. Taarifa za ndani zinasema kwamba wawili hao walipokutana ilikuwa ni kwa minajili ya pande mbili tofauti. Paul Rusesabagina alikuwa na uhitaji zaidi na Askofu Constantine. Kwa nini? Alikuwa akihitaji sawa bwana kupata kukubalika kwa makamanda wakuu na majenerali wa vikosi vya jeshi katika serikali ya Kongo, Burundi na wakuu wa vikundi vya waasi waliopatikana mashariki mwa Kongo, mipakani mwa Burundi na Rwanda. Kwa nini? Kitaalamu ipo hivi, unapotaka
kufanya tukio la uendeshaji wa operation ya aidha ya kijeshi kwa ujumla, haijalishi kwamba ni wajeshi wa serikali husika au ni waasi, huwa inatakiwa upate kukubalika na nchi au eneo linalopakana na eneo unalotaka wewe kulishambulia au kulifanyia huo mkakati. Maana yake ni kwamba Paul Rusesabagina alikuwa anataka kuichukua Rwanda, au inaaminika alikuwa anataka kuipindua serikali ya Kagame. Sasa ili uweze kuendesha mashambulizi dhidi ya Rwanda, ni lazima majirani wa Rwanda wote wakukubali, wakupe hifadhi kwenye maeneo yao, ili vikosi vyako na mashambulizi vikiwa vinakwenda kushambulia au vikifanya mikakati vinarudi kupumzika eneo hilo. Ndio maana wakasema kwamba Paul Rusesabagina kwa kumiliki kikundi au chama chake cha siasa, alivyotaka kukibadilisha kwa kikundi cha waasi, alihitaji baraka nyingi sana za majenerali wa jeshi la Kongo, kwa sababu Rwanda na Kongo ndio vimepakana na Burundi. Kwa hiyo vikosi vyake, silaha zake na mafunzo yake yalikuwa yanahitajika kufanyika katika nchi hizi za karibu na Rwanda. Kwa hiyo majenerali wa vikosi vyote wa serikali na waasi wakimkubali huyu askofu, wakimkubali Paul Rusesabagina, atapata ushawishi wa kupitisha silaha katika Kongo ili kwenda kuipiga Rwanda, katika Burundi katika kuipiga Rwanda. Sijui kama umeshaelewa huo muunganiko ulivyokwepo. Sasa huu mpango haukuweza kuwa na nguvu ya kukutanishwa na mtu mwingine yoyote, isipokuwa mtu pekee mwenye ushawishi katika Kongo, katika Burundi, katika South Africa na katika Rwanda yenyewe ni huyu Askofu Konstantini. Ndio maana jamaa alikutanishwa naye. Kwa hiyo unaambiwa sasa Askofu Konstantini akampokea mgeni wake Rusesabagina, wakajadili, unaona bwana, wakapanga mipango na vitu vingine. Sasa kwa nini ilikuwa hivyo? Ni kwa sababu Rusesabagina alipania kweli kuichukua Rwanda, inavyoaminika katika duru za taarifa mbalimbali zinavyosema. Na kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya kijasusi, Kagame alipata taarifa hizo na kuona huyu mtu yuko serious kweli kweli. Huyu mtu anataka hili jambo litokee kweli kweli. Kwa hiyo Kagame naye akaweka misuli kujaribu kufanya counter hiyo operation, kuicounter hiyo operation. Hapo ndipo wakina Lainda Nkuranga, sasa huyu mama na wengine, wakapewa kazi ya kuandaa mpango wa namna gani wanaweza kumdhibiti Paul Rusesabagina kabla hajawa hatari katika Rwanda, kabla hajawa hatari katika utawala wa Kagame. Hapo ndipo mpango ulikofanyika. Sasa unaambiwa baada huyu Rusesabagina na huyu Konstantini Askofu kukutana, wakajadili mipango mingi sana ya kuahidi kwamba Askofu Konstantini atakwenda kumfungulia kibali Rusesabagina katika vikosi vya majeshi ya Kongo, Burundi na wamiliki wa mipaka mbalimbali katika maeneo. Ikaisha hivyo. Nje ya hapo, hata siku moja ilipotokea kwamba aliposhutumiwa Rusesabagina, aliposema kwamba yeye aliposhutumiwa kwamba, alipoambiwa kwamba yeye anashirikiana na vikundi vya kina Ignaz Rwamanshaka, yule mtu wa Ujerumani kule anafadhili ilo kikundi cha waasi cha FDLR, yeye alikiri na kusema kwamba hawezi kushirikiana na watu wauaji kama FDLR. Alikanusha hawezi kushiriki na wale watu wauaji wa FDLR wanaopatikana mashariki mwa Kongo. Akasema kwani watu wale ni wauaji, ni sawa na wauaji wa RPF. Alikazidi kumchokonoa Mheshimiwa Kagame, kwa sababu alipotaja kwamba RPF ni wauaji, akawa anagusa sehemu mbaya zaidi kwa mtawala. RPF ni kikundi kilichomuingiza madarakani Mheshimiwa Paul Kagame. Kilikuwa ni chama au cha waasi, kikundi cha waasi, baadaye kikabadilika kuwa chama cha siasa. Sasa yeye anakishutumu kwamba FDLR ni sawa na RPF ya Kagame. Hiyo ikazidi kuibua chachu ya Kagame kuendelea kumuinda kwenye rada zake na watu wengine huyu bwana Paul Rusesabagina. Haikuishi hapo. Rusesabagina kingine kilichompelekea kwamba watu wamtazame kwa jicho kali, hususan watawala na system nzima ya Rwanda, ni pale alipokuwa anang'ang'ania dhana moja, dhana yenye kufahamika kama double genocide theory. Sasa hii double genocide theory ni nini?
double genocide theory ni theory ambayo, au ni mtazamo mmoja ambao ulitazamwa sana na wapinzani wa Kagame, ulitazamwa sana na watu wenye mlengo, waliokuwa na mlengo tofauti na Kagame pale nchini Rwanda. Wao walikuwa wanatazama nini, na nakutafsiria kwamba hiyo double genocide theory ilikuwaje. Na ndiyo pia kitu kilichomkosti Rusesabagina pia, kwa sababu ndani ya Rwanda kuzungumzia mauaji ya kimbari kwa namna yoyote ni jambo baya zaidi. Kwa hiyo ni kama kutaka kutuonesha vidonda na kuamsha chuki tena dhidi ya Wahutu na Watutsi, kitu ambacho serikali ya Kagame ilisema haitofumbia macho kwa mtu yoyote mwenye lengo hilo, kwa sababu lengo lao wao ni kuunganisha Rwanda, kuinyanyua Rwanda na kuikuza kiuchumi. Double genocide theory ni theory inayoamini kwamba wakati wa machafuko ya mwaka 94, mauaji ya kimbari ya Wahutu kuwaua Watutsi, inasadikika ya kwamba Wahutu waliwachinja Watutsi wengi sana katika yale mauaji. Watu takriban zaidi ya 800,000 na vitu kama hivyo inaaminika waliuawa kikatili. Yaani Watutsi wengi waliuawa kikatili na Wahutu. Waliwapiga risasi, waliwachinja, waliwafanyia udhalimu wote, udhalilishaji na vitu vingine. Sasa baada ya yale machafuko au yale mauaji ya kimbari kuisha kwa siku 100, RPF sasa, kumbuka waliokuwa wanachinjwa au kuuawa sana ni yao Watutsi ambayo ni kabila la Kagame. Walipokuja kumaliza yale machafuko na RPF ilipochukua serikali, ilipochukua nchi, RPF sasa ilipochukua nchi, watu wanaamini kwamba kundi la RPF ambalo linaongozwa na Paul Kagame lilitaka kurudisha kisasi zidi ya wale watu waliokuwa wakiwachinja wakati wakiwachinja ndugu zao, ndugu jamaa na marafiki wakati wa mauaji ya kimbari. Kwa hiyo sasa RPF ikiwa madarakani, RPF tunapozungumzia ni kama chama tawala, kama hapa Tanzania wanaposema CCM, ilipoingia madarakani ikataka kutumia nguvu ya kimadaraka kukamata baadhi ya wale Wahutu waliohusika uchochezi wa ule mauaji na nini. Hiyo ni theory, watu wanaamini hivyo, hakuna shahidi za moja kwa moja, ni kama theory. Ndio maana imeitwa double genocide theory, kwamba Watutsi walipoingia madarakani wakaanza kuwatafuta wale Wahutu waliohusika na wenyewe wakaanza kuwaua. Kwa hiyo Wahutu wengi waliuawa na wengine wakakimbia Rwanda. Kwa hiyo sasa Paul Rusesabagina yeye ni Mhutu. Kumbuka vita kule kubwa, ukabila una nguvu sana. Kwa hiyo akawa anaenda sasa hadharani na kuzungumza vitu kadhaa akishutumu kwamba chama tawala cha RPF kinatumia nguvu yake kama kisasi cha kuwaua Wahutu baadhi waliokuwepo mwaka 94 kwenye mauaji ya kimbari. Kwa hiyo Rusesabagina yeye akawa anazungumza hadharani, Rusesabagina yeye akawa anasema mipango hiyo hadharani. Sasa hapo ndipo akaonyesha kabisa kuchochea moto, kumuuzi sana mtawala Kagame na watu wengine ambao hawafurahishi na mpasuko wa Rwanda. Wakaona huyu Rusesabagina huyu, tukija kumfumbia macho huyu, ataleta chachu ya chuki, kwa sababu kimsingi au kimkakati katika Rwanda kabila la Wahutu wako wengi zaidi kuliko Watutsi kama sikosei, kwa mujibu wa tathmini za haraka. Kwa hiyo kama Wahutu wote wataungana zaidi wakapata maneno ya chuki au vipandikizi vya chuki vya Rusesabagina, inaweza tena nchi ikaingia katika msukumo mkubwa ambao haukutegemewa kufanyika hivyo. Kwa hiyo ikabidi lazima iwe juu au chini, itokee namna ya kumneutralize huyu kijana Rusesabagina. Sasa hapo ndipo ilipozaliwa Operation Ikumu. Yaani kila tunachokwenda kinazidi kujibu maswali kwamba kwa nini Operation Ikumu ilikuwa lazima itokee. Sasa Rusesabagina anazungumza double genocide theory, huku anaongea na Askofu Konstantini ile mipango ya kama ya vikosi vyake vya waasi kwenda kusogea kumpindua Kagame. Unaelewa sio? Sasa hii ni sehemu ya mwendelezo wa makala hii ambapo tunaelekea kuhitimisha, lakini yenye kuonyesha kwamba Rwanda ule mpango wa Operation Ikumu haukuibuka tu, lakini ulianzia mbali, ulikuja. Kumbuka kuanzia kule kwenye vitabu wanabishana, huyu anaibua hoja hii, hoja huyu kibaraka wa Marekani anashutumiwa, huyu hivi hamna demokrasia, huyu hivi, mpaka wanafika kwenye nyumba wanajadili kupeana silaha na vikundi vya waasi. Anaongelea double genocide theory, anajikuta anamuongelea vibaya mtawala wa Rwanda.
Sasa hapo ndipo operation inazidi kupamba moto. Kagame anaita wakuu na kuambia tunafanyaje, mnaona hii kazi, leteni mpango kazi. Lainda Mkuranga, yule mama alokuambia, yeye anajinasibu kufanya jambo. Na kwa nini jambo hili lilihitaji umakini mkubwa? Moja, kwa sababu Paul Rusesabagina ni raia wa Rwanda, lakini tayari ameshapewa uraia wa Marekani. Anaishi ndani ya jiji ndani ya taifa la Marekani. Pale Rwanda kuchukua majasusi kuwaingiza ardhi ya Marekani, kwenda kumchukua Rusesabagina katika au kumfanyia tukio lolote la kumneutralize, kumuua katika ardhi ya Marekani, ni kutafuta kuweka alama mbaya ya kidiplomasia kati ya Rwanda na Marekani. Kwa hiyo sasa ni lazima mpango wa kwenda kufanya ili tukio uwe mpango wa akili nyingi kuliko nguvu, uwe mpango utakaotumia mahesabu makali. Kwa hiyo wote waliochora operation Ikumu ni watu waliotumia muda, akili, na ndipo kaonyesha ni kwa nini waliteuliwa kuwa wakuu wa majasusi au idara za intelijensia katika Rwanda. Nashukuru, tuungane sehemu inayofuata tuweze kumalizia kwa kuangalia sasa mpango uliivaje na nani aliyosuka mpango huu na ulikuwaje na ulikamilishwaje. Karibu sana, mimi naitwa Dupa Mdupange. Kila siku ya Jumapili 5 kamili Dar24 Media. Fanya hivyo, ni cheki kwenye Instagram yangu kama Dupa Mdupange. Cheki ndugu zangu pia kama Isa Manoti na Festo Lumwe, wanakamilisha vizuri kabisa swala hili. Tucheki YouTube Dar24 Media, mtandao X zamani Twitter kama Dar24 Media, Facebook na mitandao mingine kadha wa kadha. Karibuni sana na asanteni.